Wanariadha wa Kenya walifanya vyema kwenye siku ya mwisho ya michezo ya Noka kanda ya 5 iliyofanyika katika chuo kikuu cha Kenyatta, huku Anthony Lemosha, David Kapaiko na Purity Munyalo wakiwa miongoni mwa walioonyesha kiwango bora. Kenya ilimaliza kwenye nafasi ya kwanza kwa medali 50, medali 22 za dhahabu, 21 za fedha na nishani 7 za shaba. Lemosha alitoa medali ya dhahabu katika mbio za mita 100 za wanaume baada ya kutumia muda wa sekunde 10.73. Alimaliza mbele ya Lul Judith wa Sudan Kusini na Abraham Muhezi wa Uganda waliotoa medali za fedha na shaba mtawalia. Competition is quite high, quite competitive, and we look as the zone to building on this going forward, not only for the Youth Olympics, but even other competitions that will be coming along the horizon. It could be LA, it could be the Africa Youth Games, it could be the Africa Championships, World Championships. So the young people that have been here, the youth of our zone, have really enjoyed themselves, and we look forward to the third edition of these games in 2028. Katika fainali ya mbio za mita 800 za wanaume, mshindi wa medali ya dhahabu katika michezo ya vijana ya bara Afrika, David Kapaiko, aliongoza mbio hizo na kuvuka mstari wa mwisho akiwa wa kwanza kwa muda wa dakika 1 na sekunde 52.55. Jua mimi ni mtu wa 15 lakini nimebadilika, nimekuja 800. Nashukuru Mungu wa yote. Nimekimbia kwa nataka kukimbia personal best, lakini nimekimbia my personal best is 150, but mimi nimekimbia 52. Nashukuru tu Mungu. It was my first time competing 2 against 2. So the race was a bit tough because you don't know how your fellow is. In some games you use others to run, but when you're only 2 you have to fire one way. Clement Neomuhonza wa timu ya wakimbizi ya Kenya alimaliza wa pili, huku Paul Endendria wa Uganda akitoa medali ya shaba. We can now see that there are athletes from this region that are ready to prepare, to train, and even to qualify for World Championships. I'm sure next year in Beijing World Championships we will see some of them, maybe a few of them who are here today. And so it is good for them to gauge their training standards, to gauge their performance, and they can only do that by competing. Katika mchezo wa kuendesha baiskeli, Victor Gugi wa Kenya alitoa medali ya shaba baada ya kumaliza watatu nyuma ya Legis Selemon wa Ethiopia na Shema Emmanuel wa Rwanda. Michezo ya Anoka kanda ya 5 wakutanisha wanariadha chipukizi kutoka mataifa mbalimbali ya eneo hili na kuwapa fursa ya kupata uzoefu muhimu wa kimataifa huku wakiwakilisha mataifa yao. Tukisonga mbele, bingwa mtetezi wa mbio za marathoni za Berlin Sebastian Sawe amejiondoa katika mbio za mwaka huu zitakazoandaliwa tarehe 27 mwezi ujao kutokana na jeraha. Mkenya huyo mwenye umri wa miaka 31 alitarajiwa kurejea Berlin kutetea taji aliloshinda mwaka jana kwa muda bora wa dunia wa saa 2 dakika 2 na sekunde 16. Sawe pia aliandikisha historia katika mbio za marathoni za jijini London mwezi Aprili baada ya kuwa mwanaume wa kwanza kukamilisha mbio za marathoni chini ya saa 2 baada ya kumaliza mbio hizo kwa saa 1 dakika 59 na sekunde 30. Sawe amesema amefanya uamuzi huo kwa masikitiko makubwa kutokana na jeraha ambalo hajalitangaza wazi. Na katika mbio za wanawake, Rosemary Wanjiru atarejea kutetea taji lake akiwa na muda bora zaidi wa binafsi kati ya washiriki waliotajwa wa saa 2 dakika 16 na sekunde 14.